Hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu kutazama ulimwengu wa habari na habari kuu usiku huu. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aongoza Watanzania kujiandikisha na kuhuisha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura. Kimataifa, UN yapunguza ufadhili wa misaada kwa Yemen, DRC na Somalia. Na katika michezo, Simba kupeperusha bendera ya Tanzania usiku katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Fredi Cheti. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza Watanzania kujiandikisha na kuhuisha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura, zoezi ambalo amelifanya katika kijiji cha Chamwino, Ikulu mkoani Dodoma. Mwandishi wetu Mindi Joseph ana taarifa kamili. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameyasema hayo leo Jumamosi Mei 17, 2025 mara baada ya kuhuisha taarifa zake kwenye daftari hilo katika kata ya Chamwino jijini Dodoma, ambapo pia amezungumza na wananchi waliokusanyika kwenye kituo cha uandikishaji. Amesema kuwa kutokujitokeza kujiandikisha au kuhuisha taarifa katika daftari la kudumu la mpiga kura ni sana mtu kukataa haki yake ya kikatiba kwa hiari, jambo ambalo sio uzalendo. Ndugu zangu, nami nimeona nijiunge nanyi hapa kituoni kwetu. Kama mnavyojua, mimi ni mkazi wa Chamwino na nimepiga kura nyingi huko nyuma, lakini kwa mwaka huu ni lazima nipige hapa Chamwino. Kwa hiyo ndio maana nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Si mpiga kura mpya, lakini nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Huko nyuma nilikuwa napiga Zanzibar kwa sababu nilikuwa makamu wa rais. Kwa naenda kupiga kule na rais wa jamhuri anapiga hapa Dodoma. Lakini mwaka huu inabidi nipige hapa makao makuu ya nchi, ambapo ndio makao makuu ya serikali yalipo. Kwa hayo ndio madhumuni, na kama nilivyosema, ni waombe wananchi wenzangu mje kwa wingi tupige kura. Huu ni mzunguko wa pili, waambieni kule ambao hawajaja. Mzunguko wa kwanza umepita, tuko kwenye mzunguko wa pili. Tukikosa mzunguko wa pili mwezi huu na ujao, uko mbele hatuna tena nafasi ya kurudia. Kwa hiyo ili usipoteze haki yako, niombe wananchi wote wawahi kwenye mzunguko huu wa pili. Huu ndio wito wangu, ili twende tujiandikishe, tupate haki ya kupiga kura, turudishe serikali inayoleta maendeleo kwa nchi, rudi madarakani, tuendelee na maisha yetu. La kwanza, kuto kujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba. Na unapokataa haki ya kikatiba, swala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani ambaye katiba imekupa fursa hii? Nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia. Wewe unaikataa. Ukikataa, wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka. Godfrey Mnyamale ni afisa mwandikishaji majimbo ya Chamwino na Mvumi, anazungumzia zoezi hilo. Zoezi hili linalenga kuhakikisha kwamba wananchi wale ambao hawakujiandikisha kwenye mzunguko wa kwanza wanapata fursa ya kujiandikisha, na wale ambao walijiandikisha wanakuja kuona daftari ambalo tumeliweka wazi, kurekebisha taarifa zao na kuziboresha. Na kuna wapiga kura ambao wamepoteza sifa pia wanaondolewa kwenye daftari la kupiga kura. Mpaka sasa zoezi linaendelea vizuri. Halmashauri ya Chamwino na vituo 50, vifaa vyote viko site, waandishi wanaendelea vizuri, hakuna changamoto yoyote mpaka sasa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wananchi wa majimbo mawili ya Chamwino na Mvumi kujitokeza kuhakiki taarifa zao, na wale ambao hawajaandikishwa wajiandikishe ili kuweza kutumia nafasi yao ya kidemokrasia kushiriki kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka 2025. Katika siku ya leo nashukuru kupata nafasi ya kuboresha taarifa zangu kwenye daftari la mpiga kura. Kwa pekee kabisa nilikuwa kwenye nafasi ya nilikuwa mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru, zoezi lilikuwa zuri sana. Zoezi alikuchukua muda mrefu, na kumbuka nimeingia mule ndani kwenye kujiandikisha. Kwenye kuchukulia taarifa sikuchukua hata zaidi ya dakika 5.
kwenda kwenye kupiga picha mpaka nikapata kitambulisho changu kabisa. Yaani zoezi ambalo limetumia kama dakika 5. Yaani napenda kuishukuru sana Tume ya Uchaguzi kwa zoezi hili waliofanya, na napenda wananchi wajitokeze kwa wingi ili waje kujiandikisha ili tuweze kupiga kura na kuchagua rais, kwa sababu hii ni kwa manufaa yetu binafsi, kwa jamii yetu na watu wanaotuzunguka na kwa taifa letu kwa ujumla. Hii ni awamu ya pili ya uandikishaji katika mkoa wa Dodoma, na leo Mei 17 zoezi hili limeingia siku ya pili na linatarajiwa kukamilika Mei 22, 2025. Mindi Joseph, Sky TV. Asante sana Mindi Joseph kwa taarifa hiyo. Tutazame taarifa nyingine. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Charles Mahera amewataka maafisa elimu wa mkoa, wilaya pamoja na wadhibiti ubora wa elimu kuona namna gani elimu jumuishi na kuwa shirikishi kwa wanafunzi wote, hususan kwa kuangalia lugha ya alama kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum mashuleni. Mwandishi wetu Amina Ngahewa kutoka Arusha anaarifu zaidi. Dr. Mahera akizungumza jijini Arusha wakati akifungua mafunzo ya utekelezaji wa kiunzi cha ujumuishi wa shule za awali na msingi, ikiwa ni awamu ya 3 kwa wadhibiti ubora kutoka mikoa 4, amesema shule zote zinapaswa kusisitiza elimu ya lugha ya alama, si tu kwa shule zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum. Sasa tunataka kwenda kwenye elimu jumuishi. Hivi karibuni nilikuja hapa nikaenda Arusha kule Rongido. Nilifurahi sana kukuta kuna darasa lile ambalo watoto wanasoma kwa pamoja, wenye mahitaji maalum na wale watoto wa kawaida. Lakini katika kufanya ukarimani, watoto wa kawaida walikuwa wanafanyia wenzao ukarimani. Baadaye kidogo unaweza kukuta hata shuleni inakuwa kila mwalimu yoyote aliyeko shuleni na kila mzazi na nini anapaswa kuelewa hiyo lugha za alama. Na tukifanya hivyo, maana yake tunaifanya elimu inakuwa jumuishi zaidi. Kwa sababu changamoto kubwa tulionayo ni upungufu wa wataalamu ambao wanaweza kutusaidia hivi. Kwa hiyo mwelekeo sasa hivi duniani na kwingine kote ni kwamba hawa wakisoma kwa pamoja, kwanza inawapa matumaini makubwa, lakini inaondoa ile hali ya binyanyapaa, lakini inajenga ile hali ya upendo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa elimu maalumu Margaret Matonya anabainisha mikakati ya kuhakikisha wanafunzi wote hawakumbani na mdondoko katika elimu. Mafunzo haya yana tija kubwa sana kwa sababu ya changamoto ya kudondoka. Wakati mwingine watoto wenye mahitaji maalum wanaenda hospitali, wakikaa miezi 3 wanashindwa kurudi shuleni, au wakifika shuleni wakiona mazingira sio rafiki wanashindwa kuendelea kusoma, lakini wakikuta vifaa hamna wanashindwa kuendelea kusoma. Wakiona darasani mwalimu hajui hata namna ya kuwaweka vizuri, inakuwa pia ni changamoto. Kwa hiyo mafunzo haya yanaenda kutusaidia kuondoa vikwazo vile ambavyo vinawafanya watoto wetu wasiendelee kukaa shuleni. Na washiriki wa mafunzo hayo kutoka ngazi mbalimbali ikiwemo mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, Kilimanjaro pamoja na Arusha wanatoa matumaini yao kuhusu lugha ya alama kutumika katika elimu jumuishi. Watashirikiana katika kujifunza, watanufaika kutoka kwenye maarifa ambayo pengine kwa sababu ya hali zao za changamoto ambazo zinawakabili ya mawasiliano, manake wanaweza wakanufaika kutoka kwenye maarifa na ujuzi ambao jamii ambayo yenyewe haijui hiyo lugha ya alama inaweza kawapatia hao watu ambao wana changamoto. Kwa wale watoto ambao wana mahitaji maalum, nao inawafanya wajione wako sawa, hakuna gap tena kwenye elimu, wanakuwa wote sawa. Lakini na hawa ambao pia ni wako hawana changamoto, kuna ile hali ya utu yani wanajengewa hali ya utu wasaidia wenzao. Kwa hiyo hawa wengine wataona hawatengwi na hawa wataona ni kitu kimoja katika mambo ya elimu, utoaji wa elimu. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa wa Sky TV. Asante sana Amina Ngahewa kwa taarifa hiyo. Tuangazie taarifa nyingine. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma limewataka madereva wanaoendesha magari ya viongozi na taasisi za serikali kufuata sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali za barabarani zinazoweza kuzuilika. Mwandishi wetu Neema Mwasenga anaripoti kamili. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma SACP George Katabazi ametoa wito huo wakati akizungumza na madereva wa serikali mkoa wa Dodoma katika ukumbi wa jeshi la polisi Dodoma. Dereva wa serikali
mkiwa na viongozi wenu, viongozi wa madereva wa serikali, mwenyekiti na katibu, ni jambo zuri sana. Najua kuna mada mbalimbali zitatolewa, lakini kikubwa hasa ni kuwataka madereva wa serikali kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazohusiana na usalama barabarani, hii sheria ya usalama barabarani. Katika hatua nyingine, SACP Katabazi amepiga marufuku matumizi ya vimulimuli katika magari ya umma yasiyotakiwa kufungiwa vifaa hivyo. Sasa tukikukamata unasema polisi wananionea. Je, polisi hawakuonei? Ni sheria, kwa sababu sisi tunasomesha sheria. Sasa driver unakuta amefunga driver kimulimuli ambapo haruhusiwi kufunga vimulimuli, na makatazo mara kwa mara yametolewa na viongozi, lakini madereva mnasikia amefunga vimulimuli. Viongozi, kuna ambaye ajui kwamba ili ni katazo? Viongozi wetu wameongea wengi tu, si mara kwa mara wameongea, si mara kwa mara wameongea. Sasa mimi kwa kuwa ni driver, nani funga, nani atanikamata? Hakuna mtu aliyejua sheria. Sheria imeshaainisha ni nani afunge vimulimuli. Akizungumzia lengo la mafunzo hayo, mkuu wa kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma, SSP Yusuf Kamota, ameeleza madhumuni ya kuitisha mafunzo hayo. Lengo letu kubwa ni kuwakumbusha madereva wajibu wao na utii wa sheria bila shuruti barabarani, ili kuhakikisha ajali zote zinazoweza kuepukika zinaepukika, ikiwezekana ziondoke na ziishe kabisa. Hilo ndio lengo letu kubwa, na kujenga taswira nzuri ya madereva wa serikali katika wananchi tunayowahudumia, sisi na wao wote tukiwa kama watumishi wa serikali. Mwenyekiti wa Taifa wa Umoja wa Madereva wa Magari ya Serikali, Said Yusuf Kapande, amesema umoja huo umeendelea kusimamia maelekezo ya matumizi sahihi ya barabara kwa madereva wa serikali. Lakini sisi tumeendelea kusimamia sheria za usalama barabarani. Ni baadhi tu madereva wachache wa serikali ambao wasiokuwa na maadili, kama alivyosema afande, kwenye familia. Sasa hao tumewachukulia hatua mbalimbali. Kwenye chama chetu kuna kamati ya maadili, huwa tunawachukua na kuwafanyia utaratibu kwa ajili ya mahojiano na mambo mbalimbali, na hatua nyingi tumechukua. Na nilisema katika yule dereva ambaye alikuwa amehojiwa, sisi tulimuita kama chama, na sasa tumeshachukua hatua na mambo yanaenda vizuri. Nadhani ameshakwisha jirekebisha na mambo yanaendelea vizuri kama chama. Jina langu naitwa Sofia Waziri Mwambage, ni mwakilishi wa madereva wanawake taifa walioko serikalini. Lakini pia ombi lingine ni kwamba tunatamani, lakini pia tunaomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kuamini zaidi madereva wanawake, kwa sababu wengi wao wanafanya vizuri sana. Mafunzo ambayo tumeyapata kwa siku ya leo ni tunapotoka hapa ni kwenda kutii sheria bila shuruti. Tunatii sheria bila shuruti. Tunapotii sheria bila shuruti, ina maana inatusaidia sisi madereva pamoja na wengine watumia barabara wengine kuepusha ajali, kuziondoa kabisa ama kuzipunguza. Katika kipindi cha miezi mitatu, Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma limewakamata madereva wa magari ikiwemo madereva wa serikali kwa kukiuka sheria ya usalama barabarani, ikiwemo kufunga vimulimuli katika magari yao kinyume na sheria. Neema Mwasenga, Sky TV. Ni taarifa ya mwandishi wetu Neema Mwasenga. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari, na nikukumbushe tu habari kuu usiku huu. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aongoza Tanzania kujiandikisha na kuhuisha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura. Na kimataifa, UN yapunguza ufadhili kwa misaada kwa nchi za Yemen, DRC pamoja na Somalia. Na katika michezo, Simba kupeperusha bendera katika michuano ya kombe la shirikisho usiku wa leo.
Na tuendelee na taarifa yetu ya habari. Wakati huo wanafunzi wa sekondari katika shule 5 za halmashauri ya manispaa ya Ubungo wamepatiwa elimu ya masuala ya usalama barabarani ili kuwawezesha kufahamu hatari zilizopo barabarani. Nora Damian ana taarifa kamili. Elimu hiyo imetolewa na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kupitia kituo chake cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani kwa lengo la kuwawezesha wanafunzi hao kuzifahamu sheria na alama za barabarani na kufahamu hatari kubwa zilizopo barabarani. Akizungumza wakati wa kutoa elimu hiyo katika shule ya sekondari Ubungo National Housing, kiongozi msaidizi wa kituo hicho, Onesta Msaki, amesema shule nyingine za sekondari zilizonufaika na mafunzo hayo ni Mabibo, Mugabe, Mashujaa na Urafiki. Tuliobaini kwenye shule tulizotembelea, tumegundua kwamba elimu ya usalama barabarani iko chini sana. Hata yale maswali ya msingi na vitu vya msingi mtoto wa level yoyote anatakiwa kuvijua hawavijui. Kwa hiyo ni jukumu la serikali yetu na sisi kama chuo cha usafirishaji kuendeleza elimu hii mikoa mbalimbali. Ninatoa wito kwa taasisi zote zinazoshughulika na usalama barabarani, tuunge mikono pamoja kuendelea kutoa elimu ya usalama barabarani kwa watumiaji wote wa barabara, kwa watumiaji wa vyombo vya moto, ili pia kuweza kuendesha magari yao yakiwa salama, hasa bodaboda na bajaji, kwa sababu ndivyo vyombo ambavyo vinasababisha ajali nyingi kwa watumiaji wenyewe pamoja na kwa wanafunzi, kwa sababu wanafunzi hupenda kupanda bodaboda wakiwa zaidi ya mmoja au wawili, na tumewafundisha namna bora ya kukaa kwenye bodaboda na madhara ya kupanda mshikaki kwenye bodaboda. Kwa upande wake, makamu mkuu wa shule ya sekondari Ubungo National Housing, Doris Kanyabuhura, amesema wanafunzi wanahitaji elimu ya usalama barabarani kwa sababu baadhi yao wamekuwa wakitumia barabara bila kuwa na tahadhari yoyote. Tuna imani elimu hii walioipata itawasaidia wanafunzi waweze kuchukua tahadhari pindi wanapokuwa wanatumia hizo barabara mbalimbali huko mitaani kwao. Mimi ni mwalimu wa civics, ambalo ni mojawapo ya somo ambalo tunatoa alama ya elimu ya usalama wa barabarani. Kwa hilo somo wanafunzi wanapata kujua mbinu za kuepuka ajali, nini kinasababisha ajali, wanafunzi wanaelewa. Lakini pia siku ya Ijumaa kuna club ya usalama barabarani, wanajifunza mambo mbalimbali kuhusu mambo ya usalama barabarani. Naomba chuo cha NIT kitembelee shule mbalimbali hususan zinazozunguka jiji la Dar es Salaam, kwa sababu ni eneo ambalo usalama wa barabarani unahitajika sana kwa watoto wetu, wanafunzi na watu wazima kwa jumla. Kwa kuelimisha wanafunzi, watakuwa wameelimisha dunia nzima. Nao baadhi ya wanafunzi wa shule ya sekondari Ubungo National Housing wamesema mafunzo hayo ni mazuri na kushauri yao endelevu ili kuwawezesha kupata uelewa wa kutosha wa masuala ya usalama barabarani. Kwa elimu tuliyopatiwa kuhusu usalama barabarani inaweza kutusaidia sisi wanafunzi kuepuka ajali za barabarani. Maana kama tungekuwa hatuna elimu kuhusu usalama barabarani, tungeongeza idadi ya ajali katika barabarani. Lakini kutokana na elimu tuliyopata, tunaweza kuwa na usalama katika pale tunapovuka barabara kwa kuangalia taa na sehemu ambazo zinatakiwa kuvukia barabara kutokana na elimu tuliyopewa. Usalama wa barabarani umetusaidia sana hapa shuleni na kujua kwamba tunatakiwa kuwa makini wakati wote wa barabarani, eneo ambayo ni hatari kwa wanafunzi ambao wasipojiweka vizuri wanaweza kupata ajali. Kwa elimu hii inaweza kusaidia kuwa salama siku zote. Ushauri wangu ni kwamba uwe makini na kufuata sheria za barabarani. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Na sasa turejee hapa mkoani Dodoma, ambapo mkuu wa wilaya ya Kongwa Mayeka Simon amewataka wazazi na walezi wilayani humo kuacha tabia ya kuambia watoto wao wafeli mitihani ili kukatisha masomo, huku sababu kubwa ikiwa ni kushindwa kuhudumia mahitaji ya shuleni ikiwemo sare za shule. Virginia Paul anatujuza zaidi. Kauli hiyo ameitoa wakati wa kukabidhi msaada wa sare za shule na mahitaji mengine ya kujifunzia kwa wanafunzi 105 kutoka shule 7 katika kata ya Kibaigwa wilaya ya Kongwa, ambapo msaada huo umetolewa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dodoma DUWASA kwa kushirikiana na shirika la Duche Water Operator VEI. Hiyo si sahihi kumwambia mtoto ajiferishe kwa kukwepa majukumu ya kumnunulia sare. Mwache mtoto asome, muhimize mtoto asome
Hayo mambo ya sare na mambo mengine, njoo tueleze na sisi tutachukua jukumu hilo. Lakini ni muhimu na sisi tukajiridhisha, kwa sababu sio kila mzazi anemwambia mtoto afeli ajiferishe anakuwa hana uwezo kweli wa kumsaidia. Wapo wazazi wazembe wachache tunawatambua, wanafanya hivyo kwa sababu hawaoni umuhimu wa kufanya hivyo, lakini si kwa sababu hawana uwezo wa kufanya hivyo. Jukumu la kumsomesha huyu mtoto ni la ushirikiano wa wewe mzazi na serikali. Usiiachie serikali peke yake, unalo jukumu kubwa, na serikali imefanya majukumu makubwa zaidi ya kuboresha miundombinu ya shule, kuajiri walimu, lakini na hivyo kusomesha wale ambao nyinyi wazazi mmeshindwa. Kwa hiyo wazazi, msiwaambie watoto wajifirishe, na sasa imekuwa ni kasumba na desturi siku hizi, mnawaambia wajifirishe ili waende wakafanye kazi za ndani. Awali akielezea kuhusu msaada huo, mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma Bi Rachel Muhando amesema mamlaka hiyo wanatambua umuhimu wa kushirikiana na jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, VEI na DUWASA kwa kutambua umuhimu wa kushirikiana vizuri na jamii ambayo ndio wateja wa DUWASA, na kwa kuitambua jamii tunayohudumia, leo Mei 16, 2025 tunatoa msaada kwa maana ya kwamba ni corporate social responsibility wa sare za shule, uniforms kwa wanafunzi 105 wa shule 7 za msingi zilizopo kata ya Kibaigwa wilayani Kongwa zenye gharama ya shilingi milioni 1,715,015. Pamoja na uniform hizo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, pia DUWASA itatoa misaada mingine ambayo ni madaftari 200, kalamu 200 na penseli 200 ambazo watapatiwa wanafunzi hao hii leo. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi wa halmashauri ya Kongwa Mwalimu Master Mashala sambamba na mwakilishi wa walimu wakuu wa shule 7 ambazo wanafunzi wake wamepata msaada Loisho Kimolel wameziomba taasisi nyingine kuwatazama watoto hao ili kuwawezesha kupata mahitaji muhimu. Watoto hao ambao wanasaidiwa 105 ni miongoni mwa watoto 450, zaidi ya 450 ambao wana uhitaji kama huo. Lakini nyie mmebahatika, ni jambo la kumshukuru Mungu na kuwashukuru sana hawa DUWASA. Mazingira yao kwa kweli sio mazuri, lakini kama serikali imeona jambo jema sana kuwasapoti kwa hiki ambacho kimepatikana. Lakini pia naungana na maneno adhimu ya mheshimiwa mkurugenzi wetu kuendelea kuhamasisha mashirika mbalimbali hata na watu binafsi pale wanapouiwa, kwa sababu kutoa ni moyo na wala sio utajiri. Basi wanapopata chochote, basi waweze kutembelea kwenye shule zetu, kwa sababu kuna uhitaji mkubwa sana. Na watoto wengine kwa kweli walikuwa hawana raha kwa ajili ya vitu hivyo, uniform, daftari, unaona mtoto anasumbua. Kwa hiyo tunashukuru endapo msaada huu utaendelea, na sisi wazazi tutajitahidi kwa hali na mali ili kuwahimiza watoto wetu waende shuleni. Pamoja na hayo, inaelezwa kuwa zaidi ya watoto 450 wilayani Kongwa wanapitia changamoto ya ukosefu wa mahitaji muhimu. Hivyo, hatua ya mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Dodoma na VEI kutoa msaada kwa watoto 105 ni nuru kwa kundi hilo katika kufanikisha upatikanaji wa elimu bila vikwazo. Virginia Po. Asante sana Virginia Po kwa taarifa hiyo. Tukisalia hapa Dodoma, Chama cha Mapinduzi CCM kinatarajia kufanya mkutano wake mkuu wa taifa mnamo Mei 29 na 30 mwaka huu jijini Dodoma, ambapo utakuwa na ajenda kuu 3 ikiwemo kupokea taarifa ya utekelezaji ilani ya uchaguzi wa mwaka 2020 hadi 2025 na kuzindua ilani mpya ya uchaguzi itakayotumika katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Mwandishi wetu Ibrahim Jamar anatujuza zaidi. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Amos Makalla alipozungumza na waandishi wa habari ofisi ndogo ya makao makuu ya chama Lumumba kuhusu mkutano huo. Kwa hiyo mkutano mkuu maalum huu utapokea taarifa ya miaka 5 ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025. Ajenda ya pili itakuwa ni kupokea na kuzindua rasmi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi
ilani ya 25-2030, kwa maana tunakoelekea katika uchaguzi. Hiyo ndo ilani tutakayoitumia. Kwa hiyo mkutano mkuu huu maalum utapokea na kuzindua rasmi ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 kuelekea 2030. Ajenda ya 3 itakuwa mkutano mkuu huu maalum utafanya kazi ya kufanya marekebisho madogo katika katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo marekebisho ya katiba yatafanywa na mkutano mkuu maalum utakaoketi tarehe 29 mpaka tarehe 30. Marekebisho madogo ya katiba. Kwa hiyo kubwa sana katika mkutano huu ni hiyo kupokea na kuzindua ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo kama mwaka wa uchaguzi lazima tupokee taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka 5, na baada ya hapo maana yake sasa tunakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba tumeona tumefanya nini katika miaka 5, na sasa tunazindua ilani ambayo tutaitumia kwenye uchaguzi mkuu, ilani ambayo ni ya miaka 5, 2025 kwenda 2030. Amesema maandalizi ya mkutano huo yako vizuri na yanaendelea kufanyika, huku akiwakaribisha wananchi mbalimbali kuhudhuria mkutano huo, huku wengine wakitarajia kupelekewa mialiko ya kuhudhuria mkutano huo. Ibrahim Jamali, Sky TV. Tuelekee mkoani Mbeya. Katika kuunga mkono jitihada za serikali katika zao la kakao, wakulima 37 kutoka vyama vya ushirika wilayani Kyela mkoani Mbeya wamepatiwa mafunzo ya kuongeza mnyororo wa thamani wa zao hilo. Taarifa ya mwandishi wetu Upendo Kibetile kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo yaliyotolewa kwa muda wa siku 4 na benki ya NMB Foundation, mkuu wa wilaya ya Kyela Joseph Manase amesema anaamini kokoa iliyochakatwa inakuwa na bei nzuri zaidi kuliko ya ghafi. Ishie tu kuuza ghafi. Tunataka tupige hatua. Kama sisi tunawauzia sokoni ghafi wanaenda kuichakata, basi sisi tuichakate ya kwetu, wanunue ambao tayari imeshachakatwa. Na ninaamini kokoa iliyochakatwa tayari inakuwa na bei iliyoongezeka. Kwa hiyo kwa pamoja, kwa kupitia mafunzo haya ambayo yametolewa na wenzetu wa NMB Foundation, ninaamini tukizingatia yale na tukiweka mpango mzuri, basi na sisi kwenye soko letu tutakwenda kubadilika. Pamoja na kwamba tutauza ghafi, basi iwepo pia sokoni kokoa ambayo imetoka Kyela, imeshachakatwa, iko na viwango vingine. Kwa namna hii itakwenda kumsaidia mkulima kujiongezea kipato. Kwa upande wake, mratibu wa benki ya NMB Foundation Nyanda za Juu Kusini, Rogers Chipela, ameeleza lengo la kutoa mafunzo hayo. Sisi kama NMB Foundation tayari tulibaini kwamba kile kilimo ambacho wakulima wa kakao wanafanya kidogo tunaweza tukasema kama kilimo kisichokuwa na tija, kwa sababu wanauza mazao yao yakiwa ghafi. Waona kwamba kuna haja ya kuanza kuwapatia elimu kwanza, uelewa, wajue uongezo wa kuongeza thamani ya zao lao, kufanya value addition, tukiamini kwamba wakichakata ile kakao yao hata bei watakwenda kupata sokoni itakuwa tofauti. Naye kaimu meneja mkuu wa Keko na B Emmanuel akatoa shukrani kwa benki ya NMB Foundation kwa kutoa mafunzo hayo, huku baadhi ya wakulima walioshiriki mafunzo hayo wakasema kupitia elimu walioipata wataweza kupata faida kubwa zaidi. Sisi kama chama kikuu tuwashukuru watu wa NMB kwa sababu alianza leo hili zoezi la kutoa mafunzo kwa vyama. Tulikuwa naye tokea mwaka 2022 tukizunguka kwenye mikoa mbalimbali kwa ajili ya kutoa mafunzo. Dhumuni kubwa ilikuwa ni kutaka kutransform kutoka hapa tulipo kwenye kuuza kokoa kama malighafi kwenda kuuza kokoa ambayo imechakatwa. Nimepata haya mafunzo kwa faida kubwa sana.
ambao baadaye inanipelekea faida ya kujiwezesha mimi kwenda kiwango cha mbele zaidi. Tumefundishwa kwamba kakao inaweza ikawa imemtoa mtu kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Hiyo ni fursa pia, lakini pia waliendelea kutufundisha kupitia zao la kakao. Sisi tunaweza tukaenda benki tukakopa na hizi hela zikaenda kutusaidia kwenye maisha mengine ya kawaida. Nikiripoti kutoka wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari na nikusii tu kuendelea kutembelea katika mitandao yetu kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube channel yetu kwa jina la Sky International TV kwa ajili ya kuweza kufuatilia habari zetu mbalimbali. Na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutaangazia katika upande wa biashara na uchumi ambao tutaungana na mwandishi wetu Godiness Gaspar. Habari. Kwa majina naitwa Thompson Michael Bumela, ni mkuu wa idara ya maji chini ya ardhi inaitwa underground water kutoka kampuni ya GK Water Expert. Kampuni yetu inajihusisha na uchimbaji wa visima, lakini kabla ya uchimbaji wa visima ni kuelezea hatua za uchimbaji wa visima. Hatua ya kwanza tunaanza na ufanyaji wa utafiti wa maji chini ya ardhi tunaita survey. Baada ya survey tunafanya uchimbaji wa visima ambao unaweza tukaweka bomba tunaita PVC installation au tusiweke bomba. Pia hatua inayofuata tunaweka pump installation. Baada ya hapo tunafanya solar installation kwa mtu ambaye hana umeme au site yake haina umeme karibu, tunafanya solar installation. Ukiachana na uchimbaji wa visima, kampuni ya GK Water Expert inajihusisha na usambazaji wa vifaa vya survey na mashine za kuchimbia, mashine kubwa za kisasa za kuchimbia. Kampuni yetu inasambaza kwa wachimbaji wadogo au mtu yote mwenye mahitaji, iwe taasisi, organization yoyote ambayo inahitaji au mtu binafsi, tunasambaza pia kwa East Africa. Karibu sana GK Water Expert kwa kazi zote au shughuli zote ambazo unahitaji tukufanyie zikihusisha mambo ya maji na umeme. Lakini pia kampuni ya GK Water Expert tunapatikana Dodoma, Tanzania, mtaa wa Safina karibu na sheli ya Total opposite na barabara ya Nyerere Road. Wasiliana nasi kupitia namba hizi hapa chini, kupitia email, WhatsApp, website au social media zetu. Asante. GK Water Expert, your water expert for your water need. Kazi, utu, tunasonga mbele. Na sasa ni habari za biashara na uchumi. Ungana nami Godiness Gaspar. Tume ya Rais ya kukusanya maboresho ya kodi ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa tume hiyo Balozi Maimuna Tarishi imekutana na kufanya mazungumzo na uongozi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA ikiongozwa na naibu kamishna mkuu Bwana Mcha Hassan Mcha jijini Dar es Salaam. Akizungumza baada ya kikao cha pamoja cha kukusanya maoni juu ya maboresho ya kodi, makamu mwenyekiti wa tume hiyo Balozi Maimuna Tarishi amesema ni mara ya pili kukutana na TRA kwa lengo la kujadili pamoja baadhi ya maoni walioyapata kwa wananchi, na hii ni kutokana na kuwepo kwa uhusiano mkubwa baina ya TRA na tume ya Rais. Balozi Maimuna ameipongeza TRA kwa kazi kubwa ya kukusanya kodi wanayoifanya na kueleza kuwa kupitia maoni wanayoyakusanya anaamini kazi hiyo itakapokamilika na kumkabidhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutakuwa na maboresho makubwa. Kwa upande wake, naibu kamishna mkuu wa TRA Bwana Mcha Hassan Mcha amesema wametoa maoni ya kujenga yatakayosaidia kuongeza wigo wa kodi kwa kuweka mifumo ya kuwafikia wananchi wote wenye kipato waweze kulipa kodi na kuchangia. Jijini Dodoma wameendelea kufuata utaratibu wa kudai risiti pindi wanapofanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali ili kuchangia pato la serikali kwa kulipa kodi. Katika mahojiano na Sky TV,
baadhi ya wafanyabiashara na wananchi wamezungumzia. Kwa binafsi yangu mimi nikiingia dukani nikanunua kifaa, huwa nahitaji risiti kwa manufaa yangu mimi na kwa manufaa ya serikali. Japo wananchi wengi hawapendelei kuchukua risiti madukani, shauri ya negotiate wanayokuwa wamefanya na wale wauzaji kwa punguzo la bei. Na watu wa madukani wakisha kupunguzia bei wanakuambia basi uwe tayari kutochukua risiti. Kwa hiyo kwa mwananchi inaweza ikaja ikakosti baadaye kwa kile chombo kitakapokuwa kimepata matatizo, ukirudi dukani ukawa una risiti, ni ngumu kupata msaada. Ushauri wangu, tulitakiwa kuwa tunachukua risiti kwa manufaa yetu binafsi na kwa manufaa ya serikali ya nchi yetu. Sisi mteja kinunua lazima tutoe risiti, na tunapofanya manunuzi lazima pia tupewe risiti. Kwa hiyo utoaji wa risiti ni muhimu kwetu, kwa vile kitu cha kwanza unaponunua unapata risiti, na wakati unapouza unapata risiti, kwa mambo yanakwenda sambamba. Na pia ya pili kwamba serikali naye inataka kodi. Kwa hiyo tujaribu sisi wote tuwe wananchi wema na tuwe wazalendo, ila serikali naye ipate kodi yake, haki yake, ili sisi wananchi tufaidike kwa maendeleo yanayokuja vizuri zaidi kwa hali ya sasa hivi. Katika biashara yetu tukiwa tunafanya mambo ya kuuza bidhaa, huwa tunatoa risiti pia kwa wateja wetu. Kama unavyojua, risiti pia inasaidia katika mambo kadhaa kama kuongeza kipato cha nchi kwa serikali yetu, vitu kama hivyo. Pia tunapenda sana kuwashauri wateja waadai risiti, kwa sababu ile itasaidia kitu kama hicho. Kwenye risiti ile inakuepusha bwana kama kuibiwa, vitu kama hivyo, na kujua pia real price ya ile bidhaa yake, na vitu kama hivyo. Na sasa tuangalie viwango vya fedha kutoka benki. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nami, unatazama Ulimwengu wa Habari, na sasa moja kwa moja tunaelekea katika habari za kimataifa, ambapo tunaungana na Pius Jayunga, ambapo huko kubwa zaidi ni UN yapunguza ufadhili kwa nchi za Yemen, DRC pamoja na Somalia. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Mimi ninaitwa Pius Jayunga. Umoja wa Mataifa umetangaza Ijumaa kuwa umepunguza mipango yake ya misaada ya kibinadamu katika mataifa ya Yemen, DRC na Somalia, ikiwa ni matokeo ya kupungua maradufu kwa ufadhili kutoka kwa nchi wanachama. Mwezi Januari mwaka 2025, Umoja wa Mataifa uliwasilisha ombi la dola bilioni 2.4 ili kuwasaidia watu milioni 10.5 katika nchi ya Yemen iliyoharibiwa na vita, huku ikikadiriwa kuwa watu milioni 19.5 ndio wanaohitaji msaada. Lakini kutokana na kupungua kwa ufadhili, shirika hilo la kimataifa na washirika wake wa misaada ya kibinadamu walianzisha vipaumbele vipya ili kuweza kuwasaidia angalau watu wenye uhitaji mkubwa. Katika wiki za hivi karibuni, Umoja wa Mataifa ulitangaza pia mabadiliko sawa na hayo katika mkakati wake nchini Ukraine na hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Bi Stephanie Trambai, amesema kwa sasa mwelekeo nchini Yemen utakuwa kuwasaidia pekee watu milioni 8.8 kulingana na bajeti inayotarajiwa ya dola bilioni 1.4. Katika nchi ya Somalia inayokabiliwa na vurugu, mpango wa awali wa dola bilioni 1.4 wa kuwasaidia watu milioni 4.6 pia umepunguzwa hadi dola milioni 367 kwa ajili ya watu milioni 1.3, akisisitiza kuwa hii haimaanishi kuwa kumekuwa na kupungua kwa mahitaji ya kibinadamu. Kwingineko, mamlaka za Jamhuri ya Czech zilichukua hapo jana hatua kubwa za dharura na tahadhari baada ya kuripotiwa kisa cha mtu aliyeshukiwa kuambukizwa ugonjwa wa Ebola katika mji wa Tabori. Mtu huyo ambaye ni raia wa Marekani alirejea safarini hivi karibuni kutoka nchini Kongo alihamishwa chini ya uangalizi mkubwa hadi katika kitengo maalum alikotengwa katika hospitali ya Blovika ya mjini Prague.
Hata hivyo, ripoti za vyombo vya ndani katika Jamhuri ya Zechi hazijabainisha ikiwa mtu huyo mwenye umri wa miaka 40 na anayeshukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo hatari wa Ebola alitembelea nchi ipi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ama nchi jirani ya Kongo Brazzaville. Na hatimaye, maafisa wa Ukraine wamesema shambulizi la droni la Urusi katika mkoa wake wa kaskazini wa Sami limelenga basi la abiria mapema leo na kuua watu 9 na kuwajeruhi wengine 4. Maafisa hao wameongeza kwamba watu waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini huku wengine 3 wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Chombo cha habari katika mji huo kimesema abiria katika basi hilo walikuwa wanahamishwa kutoka katika mji wa Bilopilia wakati shambulio hilo lilipotokea. Hayo yanajiri siku moja baada ya Moscow na Kiev kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja ya amani huko Uturuki baada ya miaka kadhaa ya kutofanikiwa kufikia makubaliano ya usitishaji mapigano. Licha ya vita kuendelea, Urusi na Ukraine ziliahidi hapo jana mjini Istanbul kuendelea na mchakato huo wa amani. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Asante sana Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Na moja kwa moja tuelekee katika habari za michezo na burudani ambapo naungana na mwanamichezo wetu wa siku Lai Saidi. Je, kuna nani hii leo katika upande wa habari za michezo na burudani? Habari. Kwa majina naitwa Thompson Michael Bumela, ni mkuu wa idara ya maji chini ya ardhi inaitwa Underground Water kutoka kampuni ya GK Water Expert. Kampuni yetu inajihusisha na uchimbaji wa visima, lakini kabla ya uchimbaji wa visima ni kuelezea hatua za uchimbaji wa visima. Hatua ya kwanza tunaanza na ufanyaji wa utafiti wa maji chini ya ardhi tunaita survey. Baada ya survey tunafanya uchimbaji wa visima ambao unaweza tukaweka bomba tunaita PVC installation au tusiweke bomba. Pia hatua inayofuata tunaweka pump installation. Baada ya hapo tunafanya solar installation kwa mtu ambaye hana umeme au site yake haina umeme karibu, tunafanya solar installation. Ukiachana na uchimbaji wa visima, kampuni ya GK Water Expert inajihusisha na usambazaji wa vifaa vya survey na mashine za kuchimbia, mashine kubwa za kisasa za kuchimbia. Kampuni yetu inasambaza kwa wachimbaji wadogo au mtu yote mwenye mahitaji, iwe taasisi, organization yoyote ambayo inahitaji au mtu binafsi, tunasambaza pia kwa East Africa. Karibu sana GK Water Expert kwa kazi zote au shughuli zote ambazo unahitaji tukufanyie zikihusisha mambo ya maji na umeme. Lakini pia kampuni ya GK Water Expert tunapatikana Dodoma, Tanzania, mtaa wa Safina karibu na Shell ya Total opposite na barabara ya Nyerere Road. Wasiliana nasi kupitia namba hizi hapa chini, kupitia email, WhatsApp, website au social media zetu. Asante. GK Water Expert, your water expert for your water need. Kazi, utu, tunasonga mbele. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, ni matumaini yangu upo vizuri kabisa. Na mimi nikualike viwanjani kwenda kutazama habari za michezo pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi, karibu. Tukianzia hapa nyumbani, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba leo majira saa 4 usiku kitakuwa dimbani katika mchezo wa fainali ya kwanza
dhidi ya RS Berkane kombe la shirikisho barani Afrika. Wakati RS Berkane wakisaka kombe lao la 3 la CAF Confederation Cup kwenye fainali yao ya 5 ya kihistoria, mnyama Simba anatafuta kombe lake la kwanza kwenye michuano hiyo, huku ikiwa ni fainali yake ya pili baada ya ile ya msimu 1992-93 ambapo alipoteza kwa matokeo ya jumla ya 2-0 mbele ya Stella Abidjan ya pale Ivory Coast. Msimu wa 2021-22 timu hizi zilipangwa kundi moja kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Simba alishinda 1-0 nyumbani kabla ya kupoteza 2-0 ugenini dhidi ya RS Berkane iliyokuwa ikinolewa na Mkongomani Florent Ibenge ambaye aliipeleka fainali na kutoa kombe hilo. Naye naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Hamis Mwinjuma ameweza kuzungumzia kuhusiana na goli la mama, ambapo kwa sasa Simba endapo wataondoka na bao katika mchezo huu wa siku ya leo, basi wataondoka na kwa kila bao kwa kitita cha shilingi milioni 30. Kwanza kwenye bao la mama, kwa sababu tuko kwenye nusu ya kwanza hizi finali, tumalize mchezo wa kesho alafu ahadi itakuja. Lakini kwenye bao la mama, Mheshimiwa Rais ameniagiza kusema kwamba bao la mama sasa hivi ni milioni 30. Kila goli ambalo wachezaji wa Simba watalipata ni milioni 30, na nilisahau kusema hapa wakati naongea nao, lakini tutapata nafasi ya kuwafikishia ujumbe huu. Kwa hiyo ukatili wao, na nimewekea alama za kufunga na kufungua, ndio utajiri wao. Sikuja na hela hapa, lakini nitawahakikishia kwamba mabao watakayofunga tukifika nyumbani watakutana na hela zao hapo. Alafu hiyo ya bonus ya kwamba wakishinda kombe hili watapata nini, tutaisema. Nao mashabiki na wapenzi wa soka hapa Dodoma wameweza kuzungumza katika kuelekea mchezo huo, ambapo muda mfupi majira ya saa 4 usiku utakwenda kupigwa. Mashabiki hao wamefunguka na kusema kuwa Simba wanahitaji kuwa makini kutokana na ubora wa RS Berkane. Kwa majina naitwa Shirafa Nasoro, mkazi wa hapa Dodoma Majengo. Kwa mechi ya leo unavyoiona mimi hapa kiupande wangu, kwanza ni mechi nzuri. Na mechi ambayo itakuwa na upinzani mkubwa sana sasa kwa Simba. Simba watapata kipimo sahihi kwa leo, kwa sababu ni timu bora na Berkane pia ni timu bora. Kwa hiyo tutarajia kuona mechi nzuri sana. Mpira wenye kasi, mpira wenye mbinu nyingi. Na ila nawasihi kitu kimoja mashabiki wa Simba au wachezaji wa Simba pia, kwa sababu Berkane ni timu bora. Tusiende kwenye ushabiki, tuende yani kwenye mpira. Berkane ni timu bora. Kwa majina naitwa Isa Joseph Chami, na natoka Ipagara Dodoma, wilaya ya Dodoma mjini. Ninachozungumzia kuhusu Simba na Berkane, ile timu kwanza ni kubwa. Simba inabidi wafanye nguvu za ziada ili kuweza kupata sare. Maana wakipata sare huko kombe litabaki hapo. Wao wafunga hata goli hii moja, lakini wasiruhusu magoli mengi. Maana ile timu sio timu ya mchezo. Ile timu ina mara 4 sasa inagombea hilo leo kombe na ilishachukua. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwamba kocha afanye mbinu za ziada katika kuhamasisha kuipanga timu yake vizuri, na aingie, sio anaingia kwenda kulinda kitu. Ni anaingia mbele kwa mbele. Gusa achia twende kwao. Hiyo ndio itawezekana hiyo. Lakini kusema ninalinda nisifungwe, utafungwa. Kwa jina anaitwa Adam Boy, almaarufu Mzee Boy, soko la Mwembeni Majengo sokoni. Mechi ni ngumu. Mechi ni ngumu ukizingatia kila mtu anataka kuimaliza mechi kwao. Kama ambavyo Simba na wao wanatamani mechi ingeanza Dar es Salaam iishe, na wao wanatamani leo mechi iishe mapema kwao. Hii ya mkondo wa pili iwe ni kukamilisha ratiba. Pamoja na kwamba tunasikia maneno ya washabiki kwamba Simba atashinda, yani ni mechi ngumu, huwezi kusema atashinda. Hata wao Berkane hawasemi leo watashinda, lakini mipango yao na matarajio yao na wanavyoona wao, mechi ni leo, wamalize mechi leo. Kila la heri kwa mnyama Simba katika kuelekea mchezo wake wa fainali ya mkondo wa kwanza usiku wa leo dhidi ya RS Berkane.
Tuelekee kutazama taarifa nyingine ambapo zaidi ya magari 50 ya wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga wameondoka leo kuelekea jijini Tanga kwa ajili ya kuisapoti klabu hiyo katika mchezo wake wa nusu fainali mchezo wa kombe la CRDB Federation Cup, ambapo kesho kikosi cha Yanga majira ya saa 10 jioni kitakuwa dimbani dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo huo. Na katika kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa klabu ya Yanga Milodi Hamdi ameweza kuzungumzia maandalizi kuelekea mchezo huo, huku pia akisema wana uwezo wa kutoa kombe hilo, wakati nahodha msaidizi wa kikosi hicho Dickson Jobu naye akizungumza akisema kwamba wanaenda kutetea taji lao. And sure, the Federation Cup, that's not the same game of Premier League. Federation, you lose, you are out. So you must be ready, tactical, technical, physical, and mental. We must be ready. There's 4 plans. If only 1 plan, we are not ready. Big problem for us. But we work for that, and I think now the players are ready to play this game, and they are ready for this 4 plan. For the player miss, yes, we have Bakary, the captain, and also Boca not ready to play, but. We are happy because we take all the squad with us. Also the player not play tomorrow, they are with us because that's semi-final, and we want to have all the player with us. One point very important, when you know that 100% inside, you must do everything to win this game. You lose, you are out. So that's because we are focused 100% for this game, because we don't want to be out tomorrow. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo na maandalizi yanaendelea vizuri. Kikubwa tulichofuata huku ni kufanya vizuri katika mchezo huo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kesho kuweza kufocus na kufanya vizuri katika mchezo huo. Kwanza JKT ni timu nzuri na ni timu yenye wachezaji wazuri, lakini sisi kama Yanga tuko tayari kwa ajili ya kupambana katika mchezo huo na kuweza kuingia katika hatua ya finali. Na mtazamaji, kama ambavyo tumemsikia kocha mkuu wa kikosi cha Yanga Milodi Hamdi akizungumzia kwamba kesho atawakosa mabeki wake wawili Shadrack Boka pamoja na nahodha Bakari Mwamnyeto katika mchezo wa siku ya kesho. Lakini kwa upande wa JKT Tanzania, kocha mkuu Ahmad Ali ameweza kuzungumza akisema kwamba mpaka kufikia hatua hii ni malengo makubwa ambayo walijiwekea huko nyuma. Lakini nahodha wa kikosi hicho Edward Songo amezungumza na anasema anaamini kesho watapata ushindi katika mchezo huo. Leo tuna siku ya mwisho, jana tulijitahidi kufanya. I think for me kama mwalimu, staff pamoja na wachezaji na management tunajua umuhimu na ugumu na uhitaji wa hii mechi. Hatukufika hapa kwa bahati mbaya. I think tulikuwa na malengo, so tumefika hapa. So tomorrow naamini itakuwa uwanja umejaa kwa 80%. Washabiki watakuwa ni upande wa Yanga. I think watakuwa wanawapa nguvu wachezaji wao. So sisi tunaweza kuwa tuna 20% tu, lakini kama mwalimu nimejiandaa kuandaa wachezaji kujua kwamba sisi tutakuwa wachache, lakini kwa uchache wetu naamini after match basi sisi tunaweza celebrate vizuri. So tunacheza na timu ambayo ndani ya nchi hakuna mtu asiyefahamu ubora wake kwa hivi karibuni, hata nje ya nchi pia. So bingwa mtetezi pia. Kwa hiyo tunaamini tuwe kwenye good kwenye moments zote kwenye kila block. Sisi kama wachezaji wa JKT Tanzania tumejiandaa vizuri kukabiliana na Yanga katika mchezo wa kesho, na panapo majali wa uhai na uzima Mwenyezi Mungu atumshe salama tuweze kupambania nembo ili tuweze kupata alama 3 ili kuweza kwenda finali. Sisi kama wachezaji tunafuata maelekezo ya mwalimu katika kiwanja cha mazoezi. Najua Yanga ni timu nzuri na washambuliaji wazuri, lakini tunafuata approach ya mwalimu katika mazoezi ili kuweza kuwazuia wakifanya makosa na mabeki wao tuweze kuwaadhibu pia ili kupata matokeo. Na mtazamaji, tuelekee taarifa nyingine ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania cha wanawake Twiga Stars leo wamefanya mazoezi katika uwanja wa kituo cha ufundi TFF pale Kigamboni kwa ajili ya kujiweka sawa kuelekea michuano ya WAFCON ambayo itafanyika nchini Morocco mwaka huu pamoja na michezo ya kirafiki ya kalenda ya FIFA. Na tuelekee kimataifa, golikipa wa timu ya taifa ya Argentina na klabu ya Aston Villa
golikipa wa timu ya taifa ya Argentina pamoja na klabu ya Aston Villa Emiliano Martinez amezungumza usiku wa jana, ambapo alimwaga machozi wakati kikosi hicho kikipata ushindi dhidi ya klabu ya Tottenham Hotspur. Emiliano Martinez ambaye amekuwa na kiwango bora tangu ajiunge na Aston Villa mwaka 2020 anahusishwa kutimkia ligi kuu ya Saudi Arabia baada ya kupokea ofa nyingi licha ya kuwa bado hajafanya maamuzi ya mwisho. Kipa huyo mwenye umri wa miaka 32 alionekana akimwaga machozi huku akiwaaga mashabiki wa Aston Villa kwenye mchezo wa jana wa ligi kuu soka nchini Uingereza dhidi ya kikosi cha Tottenham Hotspur. Na tuelekee ligi kuu ya kikapu nchini Marekani ambapo New York Knicks imefanikiwa kufuzu fainali ya NBA upande wa mashariki baada ya kuichapa Boston Celtics vikapu 119 kwa 81. New York Knicks wamefanikiwa kwenda fainali kwa ushindi wa michezo 4 kati ya michezo 6 waliocheza na Boston Celtics katika michezo ya playoff, na baada ya ushindi huo rasmi sasa watakutana na Indiana Pacers na hii itakuwa ni Mei 22 mwaka huu. Na kwa upande wa WNBA, ligi ya mpira wa kikapu kwa wanawake nchini Marekani, msimu huu unaanza siku ya leo, ambapo bingwa mtetezi New York Liberty ataingia kwenye court kucheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Las Vegas Aces muda mchache hivi sasa. Wakati huo huo, Indiana Fever yatacheza dhidi ya Chicago Sky. Na tuelekee katika burudani ambapo Virginia Paul anakuja na taarifa zaidi. Na leo kwenye burudani tuko na msanii wa Bongo Flava Chino Kid, ambaye yeye amesema pamoja na umaarufu wake, lakini kitu ambacho anahitaji sana katika maisha yake kwa sasa hivi ni kurudi shuleni ili aweze kuongeza uwezo wake wa kuimba. Chino ambaye anapendelea kuimba mtindo wa mapiano alisema anaamini baada ya kutimiza ndoto yake ya kurudi shule mambo mengi yatakuwa mazuri, kwani hata mziki wake utazidi kufika kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuimba nyimbo ambazo zinaweza kuinua uchumi wa taifa. So uchukue hapo mbaya, leo hii upo shuleni, lakini kama una kipaji chochote unaamini kwamba kipaji kitaweza kukutoa na ukaweza kusahau masomo, ichukue kutoka kwa Chino Wanaman. Yeye sasa hivi ni mtu mkubwa ambaye tunaamini anaingiza pesa ndefu, lakini anawisha arudi shuleni. Kama Chino amesema hivi, wewe ni nani? Kwenye burudani leo hii bwana, mimi nimemaliza hivyo. Jina langu ni Virginia Paul. Na mtazamaji, taarifa yake Virginia Paul inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Fred Cheti aweze kutamatisha ulimwengu wa habari. Asante sana Lai Saidi kwa undani wa taarifa hizo za michezo na burudani. Kwa sasa mtazamaji, nikupeleke kutazama utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Habari za wakati huu, na huu ni utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tukianza kwa kuangalia mifumo ya upepo, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na mifumo ya anga inaonyesha upungufu wa mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa usiku huu ni matarajio yetu katika ukanda wa ziwa Victoria panatarajiwa kuwa na ngurumo za radi japo ni kwa maeneo machache. Pwani ya kaskazini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, Pwani ikijumlisha visiwa vya Mafia, Lindi, Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa baadhi ya miji hapa nchini kwa siku 4 zijazo. Dar es Salaam tunatarajia mvua pamoja na mvua na ngurumo.
Dodoma tunatarajia hali ya ukavu. Mwanza tunatarajia ngurumo, mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi pamoja na mvua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia mvua pamoja na vipindi vya jua. Arusha tunatarajia mvua nyepesi pamoja na mvua. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Nikuombe tena kesho mida ya nyakati kama hii, na ulikuwa nami Mariam Fares. Na mtazamaji, na kwa nukta hiyo ndivyo ambavyo tunafika tamati katika ulimwengu wa habari. Nikwambie tu unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii kule Instagram, Facebook, mtandao wa TikTok pamoja na YouTube channel yetu kwa jina la Sky International TV kwa ajili ya kujipatia habari zetu mbalimbali. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuandaa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, jina langu ni Fredi Cheti. Uwe na wakati mwema.